Historia ya kutisha ya kanisa la People's Temple la Nabii Jim Jones. Kuna matukio kwenye historia ya dunia ambayo ukiyasikia mara ya kwanza, unaweza kudhani ni filamu ya kutisha. Lakini ukweli ni kwamba yalitokea kweli. Na moja ya matukio ya kuogopesha, kusikitisha na kuacha majonzi makubwa duniani ni simulizi ya dhehebu la People's Temple lililoongozwa na Jim Jones. Aise, hii ilikuwa ni hadithi ya matumaini yaliyogeuka maafa. Hadithi ya imani iliyogeuka hofu, na hadithi ya kiongozi aliyewafanya maelfu ya watu kumwamini mpaka wakapoteza maisha yao. Jim Jones alizaliwa mwaka 1931 huku nchini Marekani. Tangu akiwa kijana, alikuwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa kuzungumza mbele za watu. Alijua jinsi ya kuwavutia watu kwa maneno yake. Alionekana mwenye huruma, mwenye kujali maskini na aliyepinga ubaguzi wa rangi katika kipindi ambacho Marekani ilikuwa imegawanyika sana. Jamani, watu wengi walimpenda sana kwa sababu aliwahubiria kuhusu usawa, upendo na kusaidiana. Mwanzoni kabisa, dhehebu lake la People's Temple lilionekana kama sehemu nzuri ya matumaini. Watu maskini walisaidiwa, wagonjwa walitembelewa na watu wa jamii tofauti waliishi pamoja. Lakini taratibu mambo yakaanza kubadilika. Aise, polepole Jim Jones akaanza kutaka watu wamtii yeye kupita kila kitu. Alitaka watu wamwamini yeye kuliko familia zao, kuliko serikali na hata kuliko Mungu mwenyewe. Hii ndio ilikuwa mwanzo wa giza kubwa sana. Kadiri muda ulivyopita, watu waliokuwa ndani ya dhehebu hilo walianza kuishi maisha ya hofu. Wengi walikuwa wanadhibitiwa kila hatua ya maisha yao. Simu zilifuatiliwa, barua zilichunguzwa, na watu waliotaka kuondoka waliitwa wasaliti. Hii inasikitisha sana. Watu wengi waliingia kwenye dhehebu hilo wakitafuta upendo na matumaini, lakini walijikuta trapped kwenye mfumo wa hofu na udhibiti mkali. Jim Jones alianza pia kutumia dawa za kulevya na tabia zake zikaanza kubadilika. Mara nyingi alikuwa akitoa hotuba za kutisha usiku wa manane, huku akiwaambia wafuasi wake kwamba dunia ilikuwa inawachukia na serikali ilikuwa inataka kuwaangamiza. Aise, watu walizidi kuingiwa na hofu kubwa sana. Jonestown, mwaka 1977, Jim Jones aliwahamisha mamia ya wafuasi wake kwenda msituni nchini Guyana, huko Amerika Kusini. Mahali hapo paliitwa Jonestown. Aliwaambia kuwa huko wangetengeneza jamii mpya yenye amani, usawa na maisha bora. Lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Jonestown ilikuwa mbali sana na dunia ingine. Kulikuwa na msitu mkubwa kila upande. Hakukuwa rahisi kutoroka. Watu walifanya kazi kwa saa nyingi sana, walikula chakula kidogo na walikuwa chini ya ulinzi mkali. Baadhi ya watu walikuwa wameanza kutambua kuwa wameingia kwenye gereza la siri, lakini ilikuwa imechelewa. Kadiri siku zilivyopita, taarifa za mateso ndani ya Jonestown zikaanza kufika Marekani. Familia za baadhi ya watu waliokuwa kule zilianza kuomba msaada. Ndipo mwanasiasa mmoja wa Marekani aitwaye Leo Ryan akaamua kwenda Jonestown mwaka 1978 kuchunguza kilichokuwa kinaendelea. Mwanzoni, kila kitu kilionekana kawaida mbele ya wageni. Watu walicheka, wakaimba, wakaonekana wenye furaha. Lakini usiku ulipoingia, baadhi ya wanachama waliinongoneza timu ya Leo Ryan kuwa walitaka kutoroka. Aise, hapo ndipo mambo yakaanza kuwa mabaya zaidi. Siku iliyofuata, watu waliotaka kuondoka, viongozi wa Jim Jones, waliwainulia kwa siri na kuelekea uwanja mdogo wa ndege. Lakini kabla hawajaondoka, walinzi wa Jim Jones walivamia eneo hilo na kuanza kushambulia kwa risasi. Leo Ryan pamoja na watu wengine kadhaa waliuawa hapo hapo. Hii ilikuwa ishara ya mwisho ya maafa makubwa yaliyokuwa yanakuja. Baada ya tukio hilo, Jim Jones
aliwakusanya wafuasi wake wote Jonestown. Akaanza kuwaambia kwamba maadui walikuwa wanakuja kuwatesa, kwamba hakuna njia ya kuokoka, kwamba walipaswa kuondoka duniani pamoja. Aisee, hiki ndicho kilikuwa kipindi cha kusikitisha zaidi. Watoto wadogo waliletwa kwanza, walinyweshwa kinywaji chenye sumu ya cyanide. Aisee, watoto wadogo kabisa wasioelewa chochote wakaanza kufariki mbele ya wazazi wao. Kilio, majonzi, hofu na vurugu vilitawala eneo lote. Baadhi ya watu walikataa kunywa sumu hiyo, lakini walilazimishwa. Wengine walilia kwa hofu, wengine walikuwa wamechanganyikiwa kabisa. Na ndani ya muda mfupi, zaidi ya watu 900 walikuwa wamepoteza maisha. Jamani, hii ilikuwa moja ya vifo vya pamoja vya kutisha zaidi kwenye historia ya dunia ya kisasa. Kinachosikitisha zaidi ni kwamba watoto zaidi ya 300 walikuwemo miongoni mwa waliokufa. Aisee, hii inaumiza moyo sana. Kifo cha Jim Jones. Mwisho wa yote, Jim Jones mwenyewe alipatikana amekufa kwa risasi kichwani. Na hapo ndipo ndoto ya Jonestown ilipoishia kwenye damu, machozi na majonzi makubwa. Dunia nzima ilibaki kwenye mshangao mkubwa sana. Watu walijiuliza, inawezekanaje mtu mmoja kuwa na nguvu kubwa kiasi hiki juu ya watu wengi? Hadithi ya People's Temple imebaki kuwa onyo kubwa duniani kuhusu hatari ya viongozi wanaotumia dini, hofu na matumaini ya watu kuwatawala. Jamani, watu wengi waliingia huko wakitafuta upendo, familia na matumaini ya maisha bora. Lakini walijikuta kwenye janga kubwa ambalo lilimaliza maisha yao. Na mpaka leo hii, jina la Jonestown bado linatajwa kama mfano wa maafa ya kutisha yaliyosababishwa na udanganyifu, udhibiti wa akili na utii wa kupita kiasi. Aisee, ukimaliza kusikia simulizi hii, unaweza kubaki kimya kwa muda, ukitafakari jinsi mwanadamu anavyoweza kuathiriwa kirahisi pale anapoweka maisha yake mikononi mwa mtu mmoja.